والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نendelea na kitabu chetu cha At-Tajridu Sarih ya hadithi al-Jami' as-Sahih Imam Zabidi akifanya ikhtisari Sahih al-Bukhari. Leo hii insha Allah taala bado tupo kwenye kitabu al-Mawaqit, na leo tunaingia babu fadli salati al-fajr, lango na uzungumzia fadhila za swala ya alfajiri. Tulikuwa tumesema hapo awali ya kwamba katika swala hii kuna masala mafupi tutayazungumza wifqan limadhhabina, kufikiana na madhhabu yetu tunaojifunza kwayo, madhhabu al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Salatu al-fajr indana inazingatiwa kwamba ni salatu al-wusta, kuzingatiwa kwamba ndiyo swala ya kati na kati, kwa mujibu wa kauli Allah ta'ala, kwa mujibu wa kauli ya Allah aliposema hafidhu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawati, hifadhini sala, zichungeni sala, was-salati al-wusta, na sala ya katikati, wa qumu lillahi qanitin, na simameni kwa ajili ya Allah subhana mkiwa ni wanyenyekevu. Aya hii fi almadhhabi inatumika kuonyesha ya kwamba salatu alwusta ni salatu alfajr. ذكر الإمام مالك في الموطأ بلاغا، أمتاج إمام مالك كن موطأ بلاغا عن علي وابن عباس، kutoka Ali na Ibn Abbas, na hii ni balaghan, inafahamika balagha za Imam Malik katika Muwatta, kwamba Ali ibn Abi Talib na Abdullah ibn Abbas annahuma, kwamba wawili hawa kana yaqulani, walikuwa wanasema as-salatu al-wusta, swala ya katikati, salatu subhi ni swala ya subuhi. Ali ibn Abi Talib na Abdullah ibn Abbas walikuwa wanasema swala ya asubuhi, salatu al-wusta, swala ya katikati ni swala ya asubuhi. Na watu ambao wameiwafiki kauli hii ni wengi katika maswahaba na matabi'i, akiwemo Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, lakini pia wa ibn Umar, Abdullah ibn Umar, wa Abu Umama wa Anas ibn Malik, na katika matabi'i Abu al-Aliya wa Ubayd ibn Umayr wa Ata wa Mujahid wa Jabir ibn Zaid wa Ikrima wa Rabi' ibn Anas wa Abdullah ibn Shaddad ibn al-Hadi na wengineo katika masahaba. Miongoni mwao ni hadithi iliyopokelewa fi Sahih Muslim, ambayo ipo ndani ya Sahih Muslim, lakini pia katika Sunani al-Imam Tirmidhi, an Abi Yunus maula Aisha ummi al-mu'minin radhiyallahu anha, kama Aisha annahu, au huyu maula, annahu qala, alisema huyu maula, amaratni Aishatu, aliniamrisha mimi Aisha an aktuba laha mushafan, kwamba Aisha aliniamrisha mimi nimwandikie msahafu. Thumma qalat, kisha Aisha akasema, idha balaghta hadhihi al-aya faadhinni, ukifikia aya hii nipe ruhusa, kwana nipe idhini, kwana nikwambie.
aya gani? Hafidhu ala salawati wassalati alwusta, au hafidhu ala salati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Akasema lamma balaghtuha, nilipoifikia hiyo aya, adhantuha, nilimtaka idhini, nikamwambia, faamlat, akaandika ala, akasema hafidhu ala salati. Aisha akaandika hafidhu ala salati wassalati alwusta wa salati alasr, wa salati alasr. Andika hivyo Aisha, hafidhu ala salati wassalati alwusta wa salati alasr wa qumu lillahi qanitin. Kisha Aisha akasema sami'tuha min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, hivi ndivyo ambavyo nimeisikia aya hii akiisoma Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na Imam Maliki pia ameipokea hadithi hii kutoka kwa ummi almu'minina Hafsata radhiyallahu anha. Katika haya maneno aliyosoma Aisha pana atfu au al-atfi inayosema hafidhu ala salati wa salati alwusta wa salati alasr, wa harfu al-atf, wa harfu al-atf yaqtadhi al-mughayara, inapelekea na kujulisha utofauti baina ya kilichotamkwa mwanzo na kilichotamkwa mbele yake. Hiyo ni dalili ya pili inaothibitisha ya kwamba salatu al-wusta ni salatu al-asr, ni salatu al-fajri na sio salatu al-asri, kwa sababu neno hili la Aisha linasema Mtume nimemsikia akisema hafidhu ala salati wa salati al-wusta wa salati al-asr wa salati al-asr. Na hii hadithi fi sahihi Muslim. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu katika dalili inayothibitisha kwamba salatu al-wusta ni salatu subhi ni yenyewe kauli llahi ta'ala, hiyo aya pale ambapo Allah aliposema hafidhu ala salati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin, nasimameni kwa Allah subhana mkiwa na unyenyekevu. Na kunuti huswaliwa na husomwa, kunuti husomwa fi salati subhi na si salati al-asr. Wa qumu lillahi qanitin. Hizi ni baadhi ya hoja wanazozitoa Malikia. Hoja ya mwisho wanaitoa Malikia ya kuithibitisha kwamba salatu as-subhi ndiyo salatu al-wusta ni neno al-wusta, neno lenyewe al-wusta. Neno hili al-wusta lina maana ya wazni wa fu'la, lina wazni wa fu'la, na wusta maana yake ni katikati. Inatafutwa ni ipi swala kwenye hizi swala tano yenyewe ni swala ya katikati, na maana ya kuwa hii ni swala ya katikati bimaana natakikana itanguliwe nyuma yake na swala mbili, na mbele yake pia itanguliwe na swala mbili, yenyewe ndio itakuwa katikati. Ukiangalia salatu subhi nyuma yake imetanguliwa na swala mbili, nao al-isha na maghrib, na mbele yake pia imetanguliwa na swala mbili, nazo ni salatu adh-dhuhri na salatu al-asr. Kwa unakuta kwamba salatu al-wusta ni salatu as-subhi na si salatu al-asr. Lakini pamoja na hayo yote inafahamika ya kwamba hii ni kauli fil madhhab, ni kauli katika madhhab inayotumika katika kutafsiri na kufafanua kile ambacho kimedhihiri katika madhhabu, kufafanua salatu as-subhi. Pamoja na hayo yote wako katika wanawachuoni wamelipinga hili sawa sawa kwa baadhi ya kimalikia na baadhi ya wengineo katika madhahib. Mfano katika baadhi ya wanawachuoni ni al-Imamu al-Hafidh as-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Yeye ametunga kabisa kitabu chake fi juz'in afradahu la, ametunga juzu kabisa, sehemu kabisa, akasema aya hii iliposema hafidhu ala salati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, qala, nasema annaha, kwamba swala hii inayokusudiwa ni salatu dhuhuri, ni swala ya dhuhuri, wala sio swala la asiri, wala sio swala ya alfajiri, ni salatu adh-dhuhur. Na mmoja katika maimamu wa Kimalik anasema wa daliluhu qawiyun jidda, na dalili yake na Musuyuti aliyoitoa ya kuthibitisha swala ya katikati ni salatu adh-dhuhur ni dalilun qawiyun jidda, ni dalili ina nguvu sana.
na wako wanaoona kwamba salatu alwusta ni salatu al-asr, nao pia wana hujaji, wana barahin. Kwa hiyo yote haya ikikusanywa kwamba hii ni mas'alatun khilafia, kila mmoja yadlu dalwahu, anaogelea pale ambapo panapomdhihirikia. Kwa hiyo haya ni masala mafupi, nimeyafupisha katika hizo hoja tatu. Kauli mwenyewe Allah, hafidhu ala salati was-salati al-wusta, waambia watu wachunge swala, na kaihimiza swala ya katikati inatafutwa. Je, salatu al-wusta ni swala gani? Swala ya katikati ni swala gani? Tuzitafute swala zote tano za siku nzima, ni ipi ndio inakaa inahesabika kwamba hii ni swala ya katikati. Ukiangalia alasiri, nayo pia vile vile inakuonyesha ya kwamba kama ni katikati, salatu al-asr haipo katikati, swala ya alasiri haipo katikati, kwa sababu nyuma yake haijatanguliwa na swala mbili, wala mbele yake pia haijatanguliwa na swala mbili. Mbele yake imetanguliwa na swala tatu ambazo ni magharibi wal isha wal fajr, na nyuma yake imetanguliwa na swala moja tu, wa huwa hiya salatu adh-dhuhr. Ama alfajiri unaikuta imekaa yenyewe bila shaka wasiwasi wote, ndio alwusta na ndio ya katikati. Na hadithi ya Aisha yenyewe, ambayo Aisha alipomwambia Mola wake kwamba niandikie msaafu, lakini ukifika kwenye aya hii nipe idhini niambie, fi sahih Muslim, Aisha radhiallahu anha akaambiwa nimefika kwenye hiyo aya. Aisha akasoma akasema, hafidhu ala salawati au ala salati was-salati al-wusta wa salati al-asri, wal-waw ay harfu atfin yaqtadhi al-mughayara, inapelekea mabadiliko. Kilichotamkwa nyuma sio kilichotamkwa mbele, wusta iliyotamkwa sio wa salati al-asri. Wallahu tabarak wa taala a'lam. Tuingie kwenye kitabu chetu. Qala babu fadli salati al-fajr. Mlango huu unazungumzia fadila ya swala ya alfajiri, salatu al-fajr. An Abi Musa radhiyallahu anhu, mpokelewa hadithi kutoka Abu Musa Allah mridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume amesema, man salla al-bardaini dakhala al-jannata, mwenye kuswali swala zenye baridi mbili, dakhala al-janna, ataingia peponi. Swala zenye baridi mbili ni salatu al-asri wa salatu al-fajr. Salatu al-asri ni baada ya kuwa watu wameshamaliza shughuli zao za mchana, kipindi wamepumzika wakisubiria kuelekea kwenye ibada ya salatu al-asri, hupatwa na hali ya upepo na hali ya baridi. Baadhi huwafanya kuichelewesha salatu al-asri kutokamana na uchovu waliopata kutokamana na majukumu yao. Salatu al-asr ina sehemu ya ubaridi huo. Mtume akasema man salla al-bardain, lakini salatu al-fajr nao ni dhahiri shahir kutokamana kweli na ubaridi ambao unaopatikana wakati wa asubuhi. Mtume anasema man salla al-bardain dakhala al-janna, mwenye kuswali swala zenye baridi mbili ataingia peponi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'ani, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i al-fajr qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha, bimaana qabla tulu'i ash-shamsi ni baada, bimaana qabla ya kuchomoza jua, nayo ni salatu as-subhi, wa qabla al-ghurubi, na vile vile kabla ya kuzama lile jua, nayo ni salatu al-asr. Kwa katika fadhila ni kuiswali salatu al-fajiri kwa wakati, na hadithi inajulisha fadhila yake. Mtu akiwahi bado baridi lile bado lipo, ana ujira huu ambao utaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Babu waqti al-fajr, mlango unazungumzia wakati wa salatu al-fajr. An Anas radhiyallahu anhu anna Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu haddathahu, kwamba Zaid ibn Thabit alimuhadithia Anas ibn Malik kwamba annahum tasahharu, kwamba wao masahaba baadhi tasahharu, walikula daku. Zaid ibn Thabit anamuhadithia Anas kwamba wao nyumbani walikula daku ma'a an-nabii sallallahu alayhi wasallam,
pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma qamu, kisha wakasimama, ila salati, kuelekea salatu al-fajr, wakaswali. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu akamuuliza Zaid ibn Thabit, kam bainahuma, palikuwa pana umbali wa kiasi gani? Kam bainahuma, palikuwa pana umbali wa kiasi gani? Bimaana palikuwa pana umbali wa kiasi gani baina ya kumaliza kula daku na kuiswali salatu alfajr? Palikuwa pana umbali wa kiasi gani? Kam bainahuma, ni kiwango gani kilikuwepo baina ya kumaliza kula daku na kuiswali salatu alfajr? Palikuwa pana muda gani? Qala, akasema Zaid ibn Thabit, qadru 50 au 60, yani ayatan, kiwango cha kusoma aya 50 au kiwango cha kusoma aya 60. Bimaana Zaid ibn Thabit anasema ya kwamba palikuwa baina ya suhur ya daku wa baina salati al-fajr, na kati ya kuisomesha salatu al-fajr palikuwa pana umbali wa dakika sawasawa na mtu kusoma aya 50 au kusoma aya 60. Kiwango kile ndicho kilikuwa baina ya kula daku, kumaliza kula daku na kuiswali salatu al-fajr. Katika hadithi hii tunaona kabisa ya kwamba Zaid ibn Thabit anahadithia kwamba annahum tasaharu, kwamba wao walikula daku, na hadha yadullu ala husni muasharati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'a ashabi, unaonyesha uzuri wa mtume, muashara wake wa maingiliano wa kuweza kuishi na masahaba na jamaa na kuishi nao, namna alivyokuwa mtume yaakulu ma'ahum jami'an, akila pamoja nao pamoja. Husnu muasharati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'a ashabi, walikula daku wote kwa pamoja. Kwa hii ni ishara ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na maingiliano na watu wake yaliyokuwa mazuri, kiasi cha kwamba alikuwa anakula nao pamoja. Anasema ma'a an-nabii sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila salat, kisha wakasimama kuelekea swala. Bimaana baada ya kula daku ulipita muda, wao ndio wakaelekea kuiswali salatu as-subhi, kuiswali salatu al-fajr. Kam kana bainahuma, utakadiria kiwango hicho, kiwango cha kusoma aya 50, ima dakika 10 au dakika 15. Kiwango hichi ndicho kiwango cha kusoma aya 50 au aya 60, dakika 10 au 15, baada tu ya kumaliza kula daku, baada tu ya kumaliza kula daku, kuonyesha ya kwamba ni vizuri sana, inapendeza kiwango cha mtu kula daku kiwe ni akhiru al-laili, mwishoni mule mwa usiku, kabla ya kuingia alfajiri. Na ndani ya hadithi panaonyesha mashru'iyatu, panaonyesha ruhusa ya taakhiru suhuri ila qarib min alfajr, au ila qarib min alfajr, au tastaakhiru suhur ila alfajr, kwa maana ya kwamba inaruhusiwa kuchelewesha kula daku mpaka karibia na salatu alfajiri, mpaka karibia na salatu alfajiri. Lakini pia vile vile anasema thumma qamu ila salati, qultu kam kana bainahuma, thumma qamu ila salati, kisha walisimama kuelekea kwenye swala. Na hii ni ishara ya kwamba jumlatu awqatihim, wakati wao wote masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam, ulikuwa mustaghriqatun bil ibada, umedumbukia kwenye mambo ya ibada. Walikuwa wao wakimaliza hili wanaingia kwenye jambo la ibada hii, wakimaliza hili wanaingia kwenye jambo la ibada hii. Hapa muda wao mwingi sana ulikuwa kwenye milango ya khairi. Qala, sema an Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu yaqul, anasema Sahal ibn Sa'd Allah mridhie, anasema kuntu atasaharu fi ahli, nilikuwa mimi atasaharu, ninakula daku fi ahli, na familia yangu. Nilikuwa ninakula daku mimi na familia yangu. Anasema haya maneno Sahali ibn Sa'd radhiyallahu anhu, nilikuwa nakula daku mimi na familia yangu.
thumma yakunu sur'atun, kisha nikishamaliza kula kunakuwa kule kwenda msikitini ni sur'atun, ni kwa haraka. Thumma yakunu sur'atun, kisha kunakuwa kule kwenda msikitini kunakuwa ni kwa haraka, kunakuwa ni kwa haraka. An udrika salata alfajiri, kwa ajili ya kuidiriki salatu alfajr, ninakwenda kwa haraka haraka. Ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kuidiriki swala pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Sahal ibn Sa'di anasema nilikuwa nakula daku fi ahli, na familia yangu, wahum banu Sa'ida, nao ni familia, ni kabila ya banu Sa'ida. Kisha baada ya kumaliza kula daku tu pale pale ninaanza kwenda haraka haraka kuwahi kuidiriki swala alfajiri pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii hadithi ya Sahal ibn Sa'di inatumika kuonyesha ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yusalli alfajra ba'da tulu'i alfajri mubasharatan. Mtume alikuwa anaiswali swala ya alfajiri pale tu inapoingia alfajiri tu peke yake, yani kiingia tu swala alfajiri, muda wa swala alfajiri ukiingia tu mubasharatan pale pale alikuwa anaiswali sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana unamwona Sahali huyu ibn Sa'd radhiyallahu anhu alikuwa akimaliza kula dako tu, kile kiwango cha yeye kutembea, kwa sababu banu Sa'ida wao wanakaa shimali, wanakaa upande wa kaskazini huko kaskazini wa Madina, na hawakuwa mbali na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Saadi alikuwa akitoka na kuja haraka sana ili kuweza kuidiriki swala ya alfajiri na mtume sallallahu alaihi wasallam. Salatu alfajiri mtume alikuwa haicheleweshi, pale ambapo imeingia basi mubasharatan huiswali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hadithi hii ya Sa'd ibn Sa'd pia inathibitisha wakati wa salatu alfajiri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ni ule wakati wa mwanzo, ulikuwa ni ule wakati wa mwanzo. Qala sima thumma an udrika salata alfajri ma'a rasulillah. Hili ni jambo la faida ya mwisho katika hadithi hii kwamba Sahal ibn Sa'd alikuwa anafanya haraka kwa ajili ya kuidiriki swala ya alfajiri ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni ishara ya wazi ya kwamba walikuwa maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakipenda kuidiriki swala mwanzo wa wakati moja. Mbili, pia vile vile walikuwa wanapendelea sana kuidiriki swala ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Chukulia mfano Umair ibn Sa'd radhiyallahu anhu, katika maswahaba waliodiriki kuswali na mtume sallallahu alayhi wasallam waraa as-saf, nyuma ya safu kwa miaka mingi sana. Umair ibn Sa'd radhiyallahu anhu alikaa nyuma ya mtume akiiswali salatu aljamaa pamoja na mtume kwa muda wa miaka mingi, akiwa nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ndio yalikuwa mapenzi ya maswahaba, na ilikuwa juhudi yao kutoa juhudi ya lazima kwa kuweza kuidiriki sala pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Huenda katika huko kukawa kuna ilmu, huenda katika huko pakawa pana maarifa watayapata, na ziada ya maarifa wataipata kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa huu ndo wakati wa salatul fajiri, ulikuwa ni wakati baada tulu'i alfajri mubashara, kuingia kwa alfajiri tu basi mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anaiswali salatu alfajri. Wallahu tabaraka wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.